sikika katika miji ya Iran kwa maana ya Tehran na miji yake kadhaa. Unachokiona hapo ni moto ukiwaka baadhi ya maeneo ya miji ya Israeli, ambako kwa kiwango kikubwa mji wa Tel Aviv umeharibiwa vibaya, na ndo moto unaonesha hali ilivyo mbaya zaidi, huku majengo na mazingira mengine yakiharibiwa vibaya kutokana na kisasi cha Irani kwa nchi hiyo. Yes, ni siku ya pili ya kurushiana makombora, huku Irani ikifanya wimbi la mashambulizi ya 5 kuelekea katika miji ya Israel. Iran ilirusha usiku wa pili wa makombora dhidi ya Israel mwishoni mwa Jumamosi, yani kuamkia Jumapili, wakati jeshi la Israel likiendelea na mashambulizi ndani ya Tehran na mahali pengine, siku moja baada ya shambulio kubwa la Israel kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran na kijeshi juu ya mpango wa nyuklia unaoendelea kwa kasi wa Tehran. Jeshi la Israel limesema kuwa askari wake 7 wamejeruhiwa baada ya makombora ya Iran ya usiku kucha, lakini haikutoa maelezo wapi makombora hayo yamepiga. Jeshi la Israel na televisheni ya taifa ya Irani ilitangaza duru ya hivi punde zaidi ya makombora ya Irani, huku milipuko ikisikika katika baadhi ya maeneo ya Israel ikiwemo Tel Aviv chini ya saa 1 kabla ya saa 6 usiku, wakati baraza la mawaziri la usalama likiwa linakutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu. Maafisa wa zimamoto waliripoti jengo lililoporomoka kaskazini mwa Israel ndani ya saa 1. Jeshi la Israel lilisema watu wanaweza kuondoka kwenye makazi yao kwa ajili ya kunusuru maisha yao. Redio ya jeshi ya Israeli iliripoti kuwa kengele zimewashwa kufuatia hofu ya kuvamiwa kwa uhasama huko Eilat, jiji ambalo liko kwenye ncha nyembamba ya kusini ya Israel kati ya Jordan na Misri. Hata hivyo, Iran imethibitisha kifo cha afisa mwingine mkuu wa IRGC katika mashambulizi ya Israel. Afisa huyo Hosro Hassan, naibu mkuu wa kijasusi wa kikosi cha wanaanga cha IRGC, ameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani, ambapo ameuawa pamoja na kamanda wa kikosi cha wanaanga cha IRGC Amil Ali Hajizaden. Taarifa nyingine ya jeshi hilo imesema rubani wa ndege ya kisasa kabisa iliyoundwa Marekani alinaswa akiwa hai baada ya kujirusha kwa parachuti katika maeneo ya magharibi mwa Irani. Kwa tukio hilo la karibuni, Irani sasa imefanikiwa kuangusha jumla ya ndege 3 za kivita za F-35 tangu Israeli ilipoanzisha mashambulizi yake siku ya Ijumaa. Kati ya ndege 2 zilizoangushwa awali, imedokezwa kuwa rubani mmoja ameuawa papo hapo, huku mwingine akikamatwa na vikosi vya Iran, wakati Iran ikitaka kumtumia rubani huyo kama sehemu ya mtego kwa Israel. Jeshi hilo lilibaini kuwa kwa sasa linalenga lengo la kijeshi huko Teherani, ambapo televisheni ya taifa ya Iran ilisema milipuko pia ilisikika mashariki na magharibi mwa mji huo wa Teherani. Mashambulio makubwa ya Israeli yanayoendelea kote Iran yameuacha uongozi uliosalia wa nchi hiyo na uamuzi mgumu wa kutumbukiza zaidi katika mzozo wa vikosi vyenye nguvu zaidi vya Israeli au kutafuta njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kutatua mgogoro unaoendelea. Wakati huo, taarifa zinaeleza kwamba Israeli inajaribu kupiga kila mahali sasa nchini Iran, ikiwa ni ujumbe kwa taasisi za Irani kwamba mkono mrefu unaweza kufikia kila mahali bila kujua sifa za walengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Al-Busaid, amesema kwenye mtandao wa kijamii kuwa duru ya 6 ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja siku ya Jumapili kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani haitafanyika. Amenukuliwa akisema, tunasalia kujitolea kwa mazungumzo na tunatumai wa Irani watakuja mezani hivi karibuni. Afisa mkuu wa Marekani amesema, akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kidiplomasia, akiwataka Irani kwenda kwenye mazungumzo ya moja kwa moja kuhusiana na mpango wa kusitisha urudufishaji wa nyuklia. Nao viongozi wa ulimwengu wametoa wito wa haraka kupunguza na kuzuia vita vya pande zote. Mashambulizi kwenye maeneo ya nyuklia yamewekwa mfano wa hatari. Waziri wa mambo ya nje wa China amesema eneo hilo tayari liko kwenye makali, huku Israel ikifanya msukumo mpya wa kuliondoa kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Irani la Hamas huko Gaza baada ya miezi 20 ya mapigano kwa ajili ya kwenda kuisaidia Israel kupambana na Iran. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amezungumza na mwana wa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salmani katika juhudi za hivi punde za viongozi wa dunia kuangazia jibu la mzozo huo. Ofisi ya waziri mkuu imesema katika taarifa kwamba viongozi hao wawili wamejadili
hali ya umakini katika Mashariki ya Kati na kukubaliana juu ya hitaji la kudorora. Uingereza iko tayari kufanya kazi kwa karibu na washirika wake katika siku zijazo ili kupata azimio la kidiplomasia, taarifa hiyo imeeleza. Kwa upande wake, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu kwamba Uturuki inaona mazungumzo ya nyuklia ndiyo njia pekee ya kutatua mzozo kati ya Israel na Iran, ofisi ya Erdogan imeeleza. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi yake, Erdogan alimwambia Trump kwamba Uturuki inaunga mkono mtazamo wa Marekani kwamba mazungumzo ya nyuklia yanapaswa kuendelea kutatua mzozo huo, na Ankara iko tayari kufanya sehemu yake kuzuia kuongezeka kwa kasi bila kudhibitiwa. Mzozo huo pia umemfanya rais wa Urusi Vladimir Putin moja kwa moja kumtafuta rais wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu, ambapo amenukuliwa akisema Vladimir Putin alishitumu operesheni